Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji wangu popote pale ulipo, ninakusalimia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa majina ninaitwa Mwalimu Dr. Suzana Bukuku. Mimi ni mama mchungaji, napatikana katika kanisa la EAGT Nzovwe Mlimani ambalo liko katika mkoa wa Mbeya nchini Tanzania. Karibu sana katika somo zuri ambalo nakwenda kufundisha siku hii ya leo. Na kabla sijaanza, niache mawasiliano yangu. Mawasiliano yangu ni 0754552889. Basi niombe Mungu alafu tuanze hili somo. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye rehema nyingi, mwenye neema izidio sana, wewe unayeokoa na kuponya, ninakukaribisha katika kipindi hiki. Anza nasi, mbariki msikilizaji wangu popote pale alipo anaponisikiliza, nami nisaidie ambaye unanitumia kama chombo kwa ajili ya kufundisha somo hili. Kwa jina la Yesu nimeomba nikishukuru. Amen. Somo la leo tutajifunza kuhusu dhambi za siri. Dhambi za siri. Dhambi za siri limekuwa ni tatizo kubwa sana katika ulimwengu huu na hata katika ndani ya kanisa. Dhambi za siri zimekuwa zikifanywa na watu kwa namna ya siri sana, hata pamoja na kwamba wanaenda kanisani na pia wakati mwingine wanafanya vitu vizuri sana ndani ya kanisa, lakini pia dhambi ya siri imekuwa ni kifungo kwa watu wengi na wamekuwa wakifanya hivyo na kumbe wanapoteza mahusiano yao na Mungu. Kwa hiyo leo tutajifunza hii dhambi ya siri inakuwaje. Kama kuna dhambi ya siri, ina maana ziko dhambi za wazi. Ziko dhambi za waziwazi ambazo watu wanaweza wakafanya dhambi za waziwazi. Kwa mfano, unaweza ukapita barabarani ukaona watu wamelewa pombe, wanatembea wakiwa wanawayawaya, unajua huyu amelewa. Unaona watu tu kwamba wamevaa kikahaba, yani wanafanya mambo ya uzinzi, unajua tu hawa bila shaka wanafanya biashara ya uzinzi. Unaona dhambi kama hizo. Na wakati mwingine unaweza ukasikia kwamba fulani huwa ni jambazi, huwa anaiba, anafanya hiki na hiki, lakini vitu hivyo pengine vinafanyika kwa siri sana. Ila dhambi hii ya siri ambayo nataka niifundishe siku ya leo ni dhambi ambayo watu mara nyingi wanaingia kanisani na pengine wanatoa sadaka, pengine ni waimbaji, pengine wakati mwingine wanakuwa hata viongozi wa kanisa, lakini neno la Mungu linataka kutufundisha nini, tujue nini na tuepuke nini, tuache nini kwa habari ya dhambi za siri. Kwa sababu mshahara wa dhambi siku zote hakika ni mauti. Unaweza ukafanya dhambi za siri kabisa kabisa, alafu watu wasikuone. Pengine mchungaji wako hana taarifa na wewe, labda wazee wa kanisa hawajui kabisa. Wanajua wewe ni mshirika mwaminifu, uko katika kanisa zuri unaloabudu. Siwezi kusema ni kanisa gani, lakini wewe unalijua. Lakini kuna dhambi za siri ambazo umekuwa ukifanya. Sasa nikuambie tu ndugu yangu mpendwa, ni kwamba yuko Mungu wa mbinguni ambaye yeye anaona gizani, anaona nuruni na anaona popote pale mtu alipo. Kwa sababu kama Mungu ametuumba sisi, akaiumba dunia hii, akatupa macho ya kuweza kuona, akatupa masikio ya kuweza kusikia, akatupa na kinywa na viungo vyote vya mwili. Kwa hiyo Mungu anayo macho zaidi ya mwanadamu, anayo masikio zaidi ya mwanadamu, anayo sauti zaidi ya mwanadamu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ina maana anaweza kumuona mtu popote pale alipo, hata kama amejificha. Kwa hiyo ninataka tujifunze hili somo ili liwe msaada kwako uepukane na dhambi za siri. Yamkini ndugu yangu msikilizaji, yamkini labda wewe mwenyewe unaweza ukawa ni mmoja wapo unafanya dhambi za siri na hakuna anayekuona. Labda wazazi wako, kama ni kijana, wazazi wako hawakuoni. Kama ni mwanafunzi, walimu hawakuoni. Kama ni mama, mume wako labda hakuoni. Au kama wewe ni mume, mke wako hakuoni. Na kama wewe ni mshirika wa kanisa fulani, basi mchungaji wako hakuoni. Lakini kumbuka kwamba Mungu anakuona. Mungu atusaidie sana. Sasa ili tuweze kulielewa hili somo vizuri, ninaomba sasa tusome neno la Mungu ambalo linapatikana katika Mithali 28 na ule mstari wa 13 mpaka wa 14.
Neno la Mungu hapa linasema kwamba afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Mwanadamu mwenye kicho yu heri siku zote. Nitarudia tena mstari wa 13, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Kumbe mtu anapofanya dhambi, akawa anafanya dhambi za siri, na anapofanya dhambi za siri, ukumbuke huyu mtu ana akili, ana ufahamu, ana utashi, na anaweza akaficha dhambi anazozifanya. Sasa Biblia inatuambia, ambayo ni neno la Mungu. Unajua Biblia ni neno la Mungu, kwamba anayeficha dhambi zake hatafanikiwa. Hatafanikiwa katika lipi? Ina maana katika mambo yake yote hatafanikiwa. Hatafanikiwa kiuchumi, huyu mtu kwa sababu anaficha dhambi zake. Hatafanikiwa hata katika masomo yake kwa sababu anaficha dhambi. Hatafanikiwa katika maendeleo yoyote juu ya nyumba yake au juu ya biashara zake na kadhalika. Biblia hapa inasema tu hatafanikiwa. Nani asiyependa mafanikio katika maisha yake? Mimi mwenyewe napenda mafanikio katika maisha yangu. Ninapolima, ninapofanya kazi, nataka nipate faida, nataka nifanikiwe. Sitazamii kupata hasara. Kama nimepata hasara ni bahati mbaya na siitaki hasara. Kwa hiyo hata mtu anapofanya dhambi akazificha, huyo mtu hawezi kufanikiwa daima, hatafanikiwa kabisa. Kwa hiyo ndugu yangu msikilizaji, popote pale ulipo, kama unafanya dhambi yoyote ile, iwe kubwa iwe ndogo, lakini ni asiri, na dhambi mara nyingi watu wanazificha, wanazikumbatia. Anataka aonekane mbele ya watu ni kwamba yeye ni mwema, anataka aonekane mbele ya majirani kwamba yeye ni mzuri, labda ni mwizi, ni jambazi, anaiba usiku. Ni dhambi za siri hizo. Mungu anasema kwamba huyo mtu hatafanikiwa. Pengine unaweza ukaanza kujiuliza, sasa dhambi ni zipi? Dhambi ni nini? Dhambi ni uasi mbele za Mungu. Ni uasi kabisa mbele za Mungu. Na mara nyingi mtu anapofanya dhambi zinaleta kumkosanisha hata na mtu mwenzake na rafiki mwenzie. Mungu atusaidie sana. Tuone neno la Mungu, tuone hizo dhambi zinatajwa katika Wagalatia 5 na ule mstari wa 19. Nitasoma hayo maneno ya Mungu uweze kuelewa kwamba hizo dhambi ni zipi zinazosemwa. Katika Wagalatia 5 alafu ule mstari wa 19, neno la Mungu linasema, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Hizi ni baadhi ya dhambi, na ndio maana anasema watu wafanyayo mambo kama hayo na mengine yanayofanana na hayo hawataurithi ufalme wa Mungu. Hizi ni dhambi ambazo zimeandikwa katika hiki kitabu cha Wagalatia. Sasa maneno haya ni kama kioo kwa mwanadamu. Nilipokuwa ninasoma haya maneno, pengine utakuwa unanisikiliza kwa makini, na nisikilize tu, wala usiondoke kwenye TV yako, kwa sababu naamini baada ya somo hili utapata faida kubwa sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ina maana kwamba kama mtu anafanya dhambi kama hizi, anasema matendo ya mwili hayo ndio ni dhahiri, hizo ndizo dhambi. Uasherati. Uasherati ina maana kutembea na wanawake, kutembea na wanaume ni uzinzi. Uchafu, ule uchafu wa rohoni, mtu anafanya mambo ya ulevi na nini, anajichafua maisha yake ya rohoni. Afadhali uchafu wa mwili unaweza ukauondoa kwa sabuni na maji, lakini uchafu wa rohoni mtu hawezi kuondoa kwa sabuni na maji. Inabidi damu ya Yesu Kristo iliyomwagika mtini ndio iweze kumsafisha huyo mtu. Ninarudia tu hayo ambayo nimekwisha kusoma, kwamba faraka, uzushi, kuna watu wanazusha hata mambo, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo.
kuna uchawi, kuna uadui na kadhalika na kadhalika, kwamba watu wanaofanya mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Unajua hapa duniani tunaishi, tunapita. Tunapita kabisa, tunapita. Ninaposema tunapita, ina maana uko mwisho wa mwanadamu wa kuishi hapa duniani. Kuna siku utasikia fulani amekufa, ameondoka, ameanza kuitwa marehemu, au kama unawasikia watu wote waliokwisha kuitwa marehemu, ina maana walishaondoka. Na kama waliondoka, kumbuka wale watu pengine walikuwa na akili kuliko hata sisi. Waliopokuwepo hapa duniani, pengine walijenga kuliko hata sisi, pengine walikuwa wana pesa kuliko hata sisi. Tunaona wafalme wengi walishapita, hata marais wengi walishapita. Kwa nini? Kwa sababu duniani sisi ni wapitaji. Lakini unaishije maisha hapa ya duniani? Wewe ni rafiki wa dhambi? Wewe unatenda dhambi? Unafanya dhambi? Na pengine dhambi hizo unafanya kwa siri, hata kama unafanya kwa uwazi. Lakini leo nataka niongee na watu ambao wanafanya dhambi kwa siri, kwa sababu watu wanaofanya dhambi kwa siri wanajihesabia haki kwamba wao ni watakatifu, wao ni watenda mema, lakini kumbe wanafanya chukizo mbele za Mungu. Wale wanaofanya kwa uwazi na kuonekana, pia ni rahisi hata kuwasaidia kwamba ndugu, usifanye hiki unachokifanya. Lakini yule anayejificha, huwezi kujua hata kama anafanya. Unaona? Kwa hiyo watu wanaofanya vitu vya namna hiyo, nimesema dhambi hizi, kati ya dhambi nilizozisoma, mtu anaweza akafanya kwa siri. Na Biblia inatuambia mtu anayefanya dhambi hizo na zinazofanana na hizo, hakika hawezi kuurithi ufalme wa Mungu. Mungu atusaidie sana. Lengo letu tunapojifunza somo hili ni kwamba tuache dhambi, tuweze kutubu na kuziungama na kuacha kabisa, ili tuwe watoto wa Mungu. Tuwe watoto wa Mungu, tuwe watu waaminifu, watakatifu, tutembee katika njia za haki na kweli. Hapo tutakuwa marafiki wa Mungu, na hiyo dhambi haitatufuatilia, haitatafuna maisha yetu, haitamung'unya maisha yetu. Kwa namna hiyo sasa sisi tutakuwa watu wa kufanikiwa sana katika dunia hii na hata katika ulimwengu ujao. Hata tujapo kufa katika dunia hii, tukiwa tumeokoka, tumesafishwa kwa damu ya Yesu Kristo, basi tutaishi na Mungu milele, tutaurithi ufalme wa mbinguni. Haleluya, haleluya. Iko mifano ya watu waliofanya dhambi kwa siri ndani ya Biblia hii. Wako watu, na hao watu ningependa tuwasome, tuone wenzetu walipofanya dhambi za siri nini kiliwakuta. Tunaweza kumwona mtu mmoja alikuwa anaitwa Anania na Safira. Anania na Safira. Huyu Anania na Safira tunaweza kupata katika kitabu cha Matendo 5, alafu na ule mstari wa 1 mpaka wa 11. Ngoja tusome Matendo 5 mstari wa 1 mpaka ule wa 11. Nitasoma katika jina la Yesu Kristo. Matendo 5. Sikiliza kwa makini ndugu yangu msikilizaji. Neno la Mungu linasema, lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye akijua haya, akaleta fungu moja, akaliweka miguuni pa mitume. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja? Kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa thamani yake haikuwa katika uwezo wako? Ilikuwaje hata ukaweka neno hilo moyoni mwako? Hukumwambia uongo mwanadamu, bali Mungu. Anania aliposikia maneno hayo akaanguka akafa. Hofu nyingi ikawapata watu wote walioyasikia hayo. Vijana wakaondoka wakamtia katika sanda, wakamchukua nje, wakamzika. Hata muda wa siku 3 baadaye mkewe akaingia. Hata baada ya saa 3 baadaye mkewe akaingia, naye hana habari ya hayo yaliyotokea. Petro akamjibu akamwambia, mlikiuza kiwanja kwa thamani hiyo? Akasema, ndiyo, kwa thamani hiyo. Petro akamwambia, imekuwaje hata mkapatana kumjaribu roho wa Bwana? Angalia, miguu yao waliomzika mmeo ipo mlangoni,
nao watakuchukua nje wewe nawe. Mara akaanguka miguuni pake akafa. Wale vijana wakaingia wakamkuta amekufa, wakamchukua nje wakamzika pamoja na mmewe. Hofu nyingi ikawapata kanisa lote na watu wote walioyasikia haya. Unaona ndugu yangu msikilizaji wa Sibuka TV, tunaona huyu ndugu Anania na Safira mkewe, wao walikuwa wamekubaliana na mitume. Wakati wao walikuwa wanauza vitu vyote na wanafanya kuwa shirika. Kwa hiyo wengine walikuwa na mashamba, wakaenda wakauza, wakaleta zile pesa kama walivyosema, sisi tutaleta, wahitaji wote wagawiwe, waendelee na maisha. Kwa hiyo na wao wakaenda wakauza. Sasa walipoenda kuuza lile shamba na mke wake, wakaona thamani waliouza ilikuwa ni kubwa pengine. Wakaona hizi pesa tusizipeleke zote, zingine tufiche nyumbani. Wakaamua kuficha nyumbani. Na walipokuwa wamezificha pale nyumbani, mume akatangulia akapeleka kile kiasi alichokuwa amekichota. Zingine amemwachia mke wake. Wakaachiana interval katika kwenda kanisani. Mwingine ameenda akapeleka. Lakini Roho Mtakatifu, kama nilivyosema, Mungu anaona kila sehemu. Roho Mtakatifu alikuwa amejaa ndani ya Petro. Petro akaona yote kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ambaye ni Mungu aliona. Akamwambia Petro, mbona mliuza zaidi? Lakini kwa nini unamfanyia hivi jeuri Roho Mtakatifu? Kwa nini unasema uongo? Akasema tuliuza hizi tu Bwana. Hizi tuliuza. Akaambiwa haya, mmemdanganya Roho Mtakatifu. Akaanguka akafa. Zile pesa naamini zilibaki pale. Baada ya masaa matatu mkewe naye anaenda. Petro anamuuliza swali lile, ndicho mlichokiuza na mume wako? Akasema ndio tuliuza, si walikula kiapo nyumbani. Lakini Mungu wa mbinguni huwezi ukamficha. Naye pia akamwambia, unaona miguu hii, wamemchukua mume wako, wameenda kumzika, na wewe watakwenda kukuzika. Ndipo na yeye akaanguka akaenda akazikwa. Kama nilivyosema, mshahara wa dhambi ni mauti. Hawa watu walikutana na mauti pale pale kwa kuficha dhambi, na walisema uongo, walificha fedha ilikuwa ni yao. Wao kama wangelisema tu ukweli kwamba jamani, Petro mtumishi wa Mungu, mchungaji, sisi tumeuza kwa kiasi fulani, sasa tumeona tulete kiasi fulani tumebakiza, pengine tuna ada za watoto, pengine tuna shida hii, tunaomba ili litatuliwe kwa namna hii. Wasingesema uongo, wangesema ukweli. Kwa hiyo alisema uongo, wakaficha. Ndugu yangu msikilizaji, popote pale unaponisikiliza, pengine na wewe umewahi kumdanganya Mungu kwa namna yoyote. Pengine umewahi kumdanganya hata mchungaji wako kwa namna yoyote. Pengine umewahi kutoa fungu la 10, ukaiba fungu la 10 ambayo sio haki yako kuchukua. Ukasema hii mimi naichukua, kwani mchungaji ataona, hata nikipeleka 5,000 atajua kama nilipata 10,000, au nikipeleka 50,000 atajua kama nilitakiwa kupeleka 100,000. Kwa hiyo pale ile inakuwa ni dhambi ya siri, kwa sababu kile ambacho Mungu anakutaka ufanye sivyo unavyotakiwa ufanye. Bora uwe mkweli. Biblia inatuambia kweli yako na iwe kweli, sio yako na iwe sio. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Anania na Safira walikufa kwa sababu ya kumdanganya Roho Mtakatifu. Walijua kabisa kwamba kitu walichokiuza hakuna mwingine aliyekuwa anajua, ni yeye tu na mume wake alikuwa anajua, lakini kumbe Mungu wa mbinguni alikuwa anafahamu. Kwa hiyo dhambi ya siri inatakiwa itubiwe. Na dhambi ya siri, dhambi zozote huwezi kujisamehe wewe, unatakiwa umuombe Mungu akusamehe. Ni rahisi kufanya dhambi, lakini kujisamehe huwezi, wala mchungaji hawezi kukusamehe dhambi, isipokuwa unatakiwa kutubu. Unaweza ukatubu mbele ya mchungaji akakuongoza sala ya toba ukaokoka. Haleluya. Hebu tumuone mtu mwingine aliyefanya dhambi ya siri akimficha mchungaji wake. Huyo mtu alikuwa anaitwa Gehazi. Gehazi alikuwa ni mtumishi mzuri wa Elisha, na walitembea na Elisha katika huduma. Alikuwa akimsaidia, akimtuma fanya hiki anafanya, fanya hiki anafanya. Siku moja akaenda mtu mmoja aliyekuwa mgonjwa wa ukoma, alikuwa anaitwa Naaman. Naaman alipoenda alielekezwa na mtumishi wa Mungu Elisha ili aweze kupokea uponyaji. Akaambiwa nenda mto Yordani. Walipomwona Elisha akaambiwa nenda mto Yordani ukajichovya mara 7
ukaoge uwe safi, alafu na utakuwa safi. Na huyu alifanya hivyo, na alipokuwa safi akarudi kuja kutoa shukurani. Akataka kutoa pesa, akataka kutoa vitu kwa sababu amepokea uponyaji, lakini Elisha alikataa. Akasema hapana, huu sio wakati wa kupokea vitu kutoka kwa watu, kwa sababu aliyekuponya ni Mungu. Haleluya. Basi ina maana Naamani pamoja na watumwa wake wakaondoka. Walipofika mbali kidogo, huyu Gehazi akatamani sana vile. Akasema yani huyu mtu ameombewa, alafu hajatozwa kitu chochote, hajaachilia hata sadaka. Unaona, ni kweli kutoa sadaka ni kuzuri, lakini toa sadaka mahali ambapo Mungu anataka utoe sadaka. Toa sadaka kanisani, toa sadaka, lakini sio kwamba utoe sadaka kila sehemu tu. Na sio kwamba watumishi wa Mungu tunatakiwa kuchukua sadaka kila sehemu tu. Hapana. Ina maana huyu mtumishi wa Mungu Elisha alikataa zile pesa, alikataa vile vitu vilivyokuwa vimepelekwa. Sasa Gehazi akavitamani, akamkimbilia yule mtu. Sasa naomba tusome maneno ya Mungu pia katika Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili, alafu mlango ule wa 5. Wafalme wa Pili mlango wa 5, tuanze ule mstari tu wa 20 ili tuweze kuona. Neno la Mungu linasema 20 mpaka 27. Neno la Mungu linasema, lakini Gehazi mtumishi wa Elisha mtu wa Mungu akasema, tazama bwana wangu amemwachilia huyu Naamani Mshami, asivipokee mikononi mwake vile vitu alivyovileta, kama Bwana aishivyo, mimi nitamfuata mbio nipokee kitu kwake. Basi Gehazi akamfuata Naamani, naye Naamani alipoona mtu apigaye mbio anakuja nyuma yake, alishuka garini amlaki, akisema, je, ni amani? Akasema, ni amani, bwana wangu amenituma kusema, tazama saa hii wamenijia kutoka mlimani mwa Efraimu vijana 2 na wana wa manabii, uwape na kuomba talanta ya fedha na mavazi 2. Naamani akasema, uwe radhi ukatwae talanta 2. Akamshurutisha, akafunga talanta 2 za fedha ndani ya mifuko 2 na mavazi 2. Akawatwika watumishi wake 2, nao wakayachukua mbele yake. Naye alipofika kilimani, akavitoa mikononi mwao, akaviweka nyumbani. Akawaacha wale watu kuondoka, nao wakaenda zao. Lakini yeye akaingia akasimama mbele ya bwana wake. Elisha akamwambia, watoka wapi? Gehazi akanena, mtumwa wako hakwenda mahali. Akamwambia, je, moyo wangu haukwenda na wewe hapo ulipogeuka yule mtu katika gari ili akulaki? Je, huu ndio wakati wa kupokea fedha na kupokea mavazi na mashamba ya mizeituni na mizabibu na kondoo na ng'ombe na watumwa na wajakazi? Basi ukoma wa Naamani utakushika wewe na wazao wako hata milele. Naye akatoka usoni pake mwenye ukoma kama theluji. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo tunaona Gehazi alipovipokea vile vitu, akavichukua akaenda kuvificha nyumbani kwake. Lakini aliporudi kwa Elisha anamwambia, ulikuwa wapi? Alisema, mtumwa wako hakwenda mbali. Ina maana nilikuwa hapa tu. Unaona, akasema tena uongo. Huku amechukua vitu kama ametumwa na Elisha, lakini hakutumwa na Elisha. Alafu huku bado anasema uongo, nilikuwa hapa tu. Tayari ameshavificha vitu. Nafundisha dhambi za siri. Tayari huyu mtumishi wa Mungu akawa ameingia katika dhambi za siri. Mungu atusaidie sana. Akawa ameficha. Unaona? Sasa mtumishi wa Mungu akasema, sasa huu sio wakati wa kupokea vitu kutoka kwa watu tuliowasaidia. Mungu atusaidie sana. Mungu aturehemu. Wakati mwingine pengine watumishi wa Mungu tumeweza kupokea vitu ambao sio wakati wa kupokea. Mungu atuhurumie kwa hilo. Kwa hiyo ina maana huyu akapata ule ukoma uliokuwa kwa Naamani, ukamuingia tena yeye, akawa mweupe kama theluji. Ule ndio ulikuwa mshahara wake. Hebu fikiria, alikuwa mzima. Naamani yeye vidole vilikuwa vimekatika vya mikononi na miguuni, akawa na
huo ukoma. Sasa ukoma ule ametakasika, vidole vimeota, vimekuwa kama vya mtoto mchanga, ngozi nzuri kama ya mtoto mchanga. Sasa ukoma unaingia tena kwa Gehazi kwa ajili ya dhambi ya siri. Ameenda kufanya mambo ya siri bila bwana wake kujua. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo ina maana huyu akaambulia tena matatizo. Mungu atusaidie sana. Lakini yuko mtu mwingine wa tatu. Huyu alikuwa anaitwa Akani. Akani huyu alikuwa ni Mwisraeli. Akani naye alifichaga vitu. Alificha vitu. Wakati huo kiongozi wa Israeli akiwa anaitwa Joshua. Joshua alikuwa anakwenda kupigana vita pamoja na mji ule wa Ai. Na ule mji wa Ai ulikuwa ni mdogo sana. Na wao walikuwa na uwezo wa kupigana na wakashinda. Lakini akasema nendeni mkaupeleleza ule mji wa Ai. Walipoenda kuupeleleza ule mji wa Ai, wakakuta ule mji wa Ai ni mdogo tu. Wakasema yani hata watu 300 tu unatosha, sio lazima kupeleka jeshi kubwa. Lakini walipoenda kuupeleleza ule mji, kabla hawajaanza kupigana, huyu Akani akachukua vitu vilivyokuwa vimewekwa wakfu, akavifukia mchangani. Maneno hayo unaweza kuyapata katika Yoshua 7. Ukisoma ule mstari wa 1 mpaka wa 26, utaona habari za Akani. Akani akaficha vile vitu vya wakfu. Sasa wana wa Israeli walipoenda kupigana vita, wamepigana vita, lakini wakapigwa sana na wakakimbizwa, wengine wakauawa. Sasa Joshua akashangaa sana. Imekuwaje Israeli kupigwa vita namna hii? Kwa sababu sio kawaida ya Israeli kupigwa vita. Haleluya, haleluya. Na akaanguka kifudifudi mtumishi wa Mungu kuanza kumuuliza Mungu, Mungu, mbona umetutenda hivi? Nini kimetokea? Mungu akamwambia kwamba mumenifanya dhambi. Wewe na wana wa Israeli mmenifanya dhambi. Ndio maana siko upande wenu mpaka mkiondoe kile kitu mlichokificha. Kwa hiyo ikabidi Joshua aanze kufanya msako hadi msako, nyumba hadi nyumba, kabila hadi kabila, mpaka walipofika kwa Akani. Akamwambia, mwanangu Akani, hebu mtukuze Mungu. Ndio Akani akaanza kusema, ni kweli nilichukua sijui joho, nikachukua sijui na nini, nimevifukia mchangani. Biblia inatuambia kwamba alipokuwa amesema hivyo, Joshua akasema, kwa nini umetufadhaisha namna hiyo? Kwa hiyo kwa sababu umetufadhaisha sisi, na Mungu atakufadhaisha. Ndugu yangu msikilizaji mpendwa, popote pale ulipo, unajua dhambi ni tatizo kubwa sana mbele za Mungu. Mungu wetu huwa hachangamani na dhambi. Hata kama wewe ni Mkristo, umeokoka miaka mingi, ulibatizwa, ukajazwa na Roho Mtakatifu, pengine ukajikuta ukafanya dhambi ya siri na hakuna anayejua, ukumbuke kwamba hiyo dhambi lazima itubiwe na lazima uiaibishe. Nenda kwa mchungaji wako ukatubu hiyo dhambi. Nenda akusaidie, akuombee rehema kwa Mungu. Utubu, usijisamee mwenyewe nyumbani, kwa sababu dhambi huwa hainaga mafanikio. Kama mtu anafanya dhambi haina mafanikio. Huyu Akani alipigwa kwa mawe na wana wa Israeli pamoja na watoto wake na mji wake, wakapigwa wote wakafa. Kwa nini? Unaweza kusema kwa nini asingepigwa yeye mwenyewe? Pengine Mungu alikuwa anataka hiyo tabia isiendelee. Labda alipokuwa anaficha na mke wake, labda aliona na watoto wake waliona, hiyo roho ingeendelea. Kwa hiyo wakapigwa wote na mawe wakafa. Ndipo Israeli wakawa salama. Lakini sasa sisi leo hatupigwi kwa mawe kwa kutenda dhambi. Tunaenda kwa Yesu Kristo aliyekufa pale msalabani. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ndugu yangu msikilizaji, popote pale unaponisikiliza, kama umefanya dhambi ya aina yoyote, njoo kwa Bwana Yesu, tubu ili Mungu aweze kukusamehe, Mungu aweze kukuokoa. Jina la Bwana libarikiwe. Yuko Yesu anayeweza kutusaidia. Hebu sasa tuangalie madhara ya dhambi. Ni kweli unafanya dhambi. Nimesema tu kwa ujumla kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini yako madhara ya dhambi. Madhara ya dhambi. Yako madhara ya dhambi. Hapa nimeandika madhara ya dhambi kama 7, lakini yako mengi mno. Madhara ya dhambi. Namba 1.
Dhambi inaweza kukutenga kabisa na Mungu, na Mungu hataweza kusikia maombi yako. Neno la Mungu linasema kwa kuwa tunajua kabisa kwamba Mungu hawasikii wenye dhambi. Ukiwa na dhambi hata ungeomba, ungekuwa na shida za Mungu nisaidie, Mungu nitetee, Mungu nipiganie, huku dhambi imesimama mbele za moyo wako, mbele zako, unakuta kabisa ile dhambi unayoifanya inakuwa ukuta ambayo yale maombi yanagonga ule ukuta, hayamfikii Mungu. Yaani Mungu na dhambi ni vitu viwili tofauti. Angalia Yesu Kristo alipokufa msalabani. Wewe kama ni Mkristo, kama sio Mkristo unanisikiliza, basi nisikie. Yesu Kristo alipokufa msalabani, unajua alibeba dhambi zangu pamoja na dhambi za ulimwengu wa watu wote ambao hawajaokoka. Alibeba dhambi akawa nazo msalabani. Na hapo Mungu aligeuza kisogo asimwangalie mwanaye mpendwa Yesu Kristo. Akageuza kisogo, na ndipo Yesu alipolia pale msalabani akasema, Eloi, Eloi lama sabakthani, Mungu wangu, mbona umeniacha? Kwa sababu Mungu huwa hahusiki na dhambi. Alimuona Yesu sasa amebeba uchafu, Yesu amebeba dhambi, hawezi kumwangalia, akageuka. Pamoja na kwamba ilikuwa ni sharti Yesu aangikwe msalabani ili mimi na wewe tuweze kuokoka. Kwa nini ubebe dhambi wakati yuko Yesu alikufa msalabani ili aweze kukuokoa? Kwa nini uendelee kuficha dhambi? Wengine wako wamama wako ndani ya kanisa wanasema wameokoka, pengine wameshiriki kutoa mimba za watoto wao ndani ya kanisa, au wao wenyewe wametoa mimba wao wenyewe ndani ya kanisa, wamefanya uuaji. Kwa hiyo ukifanya dhambi hizo, ukumbuke maombi yako utakapokuwa unaomba, Mungu hawezi kusikia, kwa sababu Mungu na dhambi ni vitu viwili tofauti. Mungu anamsikia mwenye dhambi pale tu anapokwenda kutubu. Akisema Mungu nisamehe, Mungu anamsamehe. Haleluya! Mungu anamsamehe. Mungu anasamehe anapoona mtu anakwenda kwa moyo wa ndani, moyo wa dhati wa kutubu. Mungu anamsamehe. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba tusome Isaya 59 mstari wa 1 mpaka ule wa 2, uone jinsi ambavyo Mungu anasema kwamba hawezi kumsikia mwenye dhambi. Isaya 59. Ninampenda Yesu wa Nazareti. Ninahubiri hizi habari za Yesu kwa sababu ninamjua Yesu aliyeniokoa. Yesu anaweza kukuokoa hata kwa dhambi zozote ulizozifanya. Anasema hata zingekuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama theluji. Katika Isaya 59 mstari wa 1 na wa 2, neno la Mungu linasema, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Kumbe dhambi ndizo zinazoficha uso wa Mungu hata asiweze kusikia. Ndugu msikilizaji wangu, popote unaponisikiliza, uwe uko nchi za nje, uwe uko popote, uwe uko chumbani kwako, uwe upo sebuleni, ni vizuri kutubu. Hebu chunguza maisha yako, chunguza mwenendo wako, chunguza maisha ya nyuma, unapitaje? Pengine umekuwa ukifanya dhambi, unaona labda mke wako asikii, haoni, labda mume wako haoni, labda wazazi hawaoni, lakini anayefanya dhambi, anayezificha dhambi hawezi kufanikiwa. Lakini aziungamae atapata rehema, atasamehewa. Haleluya! Kwa hiyo namba 1 ni kwamba madhara ya dhambi kwamba itakutenga na Mungu. Utaomba Mungu, Mungu hatasikia. Utaita Mungu, Mungu hataitika. Unaona, kwa sababu ya dhambi. Lakini ukitubu na Mungu akakusamehe, utaita naye ataitika. Anasema kwamba kabla mjaomba niko kusikia na nitajibu maombi yenu. Haleluya! Namba 2, unakosa furaha, utakosa amani. Hayo ni madhara, utakosa amani katika maisha yako. Kwa hiyo dhara la pili la dhambi ni kwamba unakosa furaha, unakosa amani. Hata kama mtu aliiba,
akapata vitu, akivipata vile vitu, anapoviangalia tu ndani ya nyumba, anasema lakini hiki kitu niliiba. Tayari moyo wake unamsuta, anakosa amani, anakosa furaha. Wengine wameua watoto wao, wameua waume zao, wameua wake zao, na hawakukamatwa, pengine hata na vyombo vya dola hawakukamatwa, hakuna aliyewaona, lakini amani na furaha wanakosa, kwa sababu amani ya kweli inatoka kwa Mungu, furaha ya kweli inatoka kwa Mungu. Na Mungu anasema amani ninayowapa sivyo kama dunia inavyotoa. Amani ya Mungu ni ya kimungu. Mtu hata kama alikuwa hana pesa, hana kazi, lakini Mungu akiachilia amani ndani ya moyo wake, unashangaa yule mtu ananawiri, ana amani. Unakuta anatembea njiani, anaimba tu, anasema Bwana huu sehemu yangu, rafiki yangu mwema. Unaona, hata kama hana pesa, amani ya Kristo. Na mtu anaweza akawa na vitu vingi, lakini pengine hivyo vitu amevipata kwa njia isiyo ya halali. Kwa moyoni anakuwa akihukumiwa, anaposikia ile hukumu anakosa amani, anakosa furaha. Njoo kwa Yesu. Yesu anaokoa, anaweza kukusamehe akakupa amani. Madhara mengine, namba 3, dhara lingine la dhambi. Dhambi inakupigia kelele kuwa wewe ni mkosaji kabisa. Yaani dhambi unakuta inakupigia kelele kila mahali. Kwa mfano, kama mtu aliua, hata kama amelala, anavuta tu blanketi, anajifunika namna, unakuta ndani yake inamwambia umeua. Mtu anakosa raha. Ama umeiba, mtu anakosa raha. Umetoa mimba, anakosa raha. Dhambi ya aina yoyote inakosesha raha. Jamani, dhambi, ukifanya dhambi zingine ambazo unakuta polisi wanaweza kukutafuta, unaweza ukawakimbia hata watu walionyoa tu vipara, ukafikiria ni polisi, ukaanza kukimbia. Maana mwenye uovu hukimbia hata asipofukuzwa. Neno la Mungu linasema hivyo. Kwa hiyo dhambi itakupigia kelele, hutakuwa na amani. Unaweza ukawa unakula tonge la ugali namna hii, unameza, baadaye unadua namna hii, unatoa macho tu unaangalia, kumbe ni dhambi ulioifanya mwaka jana, mwaka juzi, imekupigia kelele. Njoo kwa Yesu. Yesu akikusamehe, anasema hata kumbuka dhambi tena atazitupa hizo dhambi mbali, kama mashariki na magharibi ilivyo na umbali, ndivyo atakavyosahau. Namba 4, mshahara wa dhambi ni mauti. Dhambi yoyote ni mauti tu, hakuna mbadala. Mshahara wa dhambi ni mauti. Biblia inaposema mshahara wa dhambi ni mauti kweli. Iko mauti ya kwanza na iko mauti ya pili. Mauti ya kwanza watu wote wanaweza wakafa, hata walokole, hata watumishi wa Mungu wanaweza wakafa. Hata mimi unayeniona ninasema haya maneno, iko siku nitaondoka duniani. Lakini kama nitaondoka nikiwa nimeokoka, ninampenda Mungu, hiyo mauti itakuwa haina nguvu kwangu. Lakini mauti ya pili ni ile mauti ya kukutenga wewe na Mungu kabisa, usionane na Mungu milele na milele. Hiyo ndio mauti mbaya. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo anaposema mshahara wa dhambi ni mauti, ni hiyo mauti ya pili ya kutengana na Mungu milele na milele, ukakaa jehanamu milele na milele bila kumwona Mungu. Namba 5, dhambi inaharibu uchumi wako. Kama mtu anafanya dhambi inaweza ikaharibu kabisa uchumi wake. Na mara nyingi, kwa mfano, nichukulie mfano wa walevi. Mtu anapolewa pombe hawezi kufanikiwa katika maisha yake. Hata kama alikuwa anajenga, hawezi kumaliza hata ujenzi. Hata akimaliza atakuwa amejenga kwa bahati nzuri tu. Lakini dhambi inapukutisha uchumi. Kwa mfano, mtu labda anafanya uzinzi, ni mwanaume, anapata mshahara, anaenda kugawa kwa makahaba, anaenda kugawa kwenye nyumba ya pili, sijui wapi huko, kwa makahaba na wahuni, anatoa. Lakini pengine makahaba, mkinisikiliza mtanichukia. Msinichukie, mimi nawaambia ukweli. Hata ukienda kwa daktari, kama una jipu, lazima alikamue litoe usaha na kile kimbegu kitoke ili upone. Haleluya. Lengo langu sio kukusema, lengo langu kwamba njoo kwa Yesu, Yesu aweze kukusaidia. Angalia, unapoweza kufanya dhambi
uchumi wako utapukutika, kwa sababu mwingine anagawa tu pesa kwa makahaba, anagawa tu huku na huku, anagawa tu. Anawanunulia kitimoto, anawanunulia bia, anawanunulia anawajengea hata nyumba. Pengine nyumbani kwake kabisa wanapanga, lakini kwa ajili ya dhambi, maana ni mtumwa wa dhambi, anafanya dhambi, anafanya vitu ambavyo vinamletea hasara katika maisha yake. Haya, hata kama sio uchumi kupukutika kwa namna hiyo, anaweza akaugua, akaanza kuhangaika kwa sababu ya magonjwa, kupoteza pesa nyingi kwenda kwa waganga wa kienyeji. Kumbe tatizo ni dhambi. Dhambi ni mbaya sana. Kwa hiyo inaweza kafanya ukapukutisha uchumi wako wote ukaisha. Kwa sababu huyu mtu amesoma, msomi, labda ana PhD, ana degree 2, ana degree 1, ana kazi, akipata mshahara huoni hata anachofanya. Badala kulala kwenye nyumba nzuri, analala kwenye mifereji. Badala kulala kwenye nyumba nzuri kwa mke wake, analala kwenye mitaro, analala kwenye majalala. Ina maana ni dhambi inampelekea huku. Unasema hata elimu yake imemkomboaje sasa? Imemsaidiaje? Kwa sababu zile pesa zote zinapotea. Na wakati mwingine dhambi, ukiwa unafanya dhambi, unaweza ukawa sio mlevi, unaweza ukawa sio mzinzi, lakini hata pale unapoweka pesa zako, unashangaa huzioni, zinapotea kwa sababu hazina ulinzi wa kimungu. Si wewe utoi fungu la 10? Ungekuwa umeokoka, ungefundishwa, ukawa unatoa fungu la 10, ukawa na usalama na pesa zako. Haleluya, haleluya. Sasa kwa sababu hutoi fungu la 10, kwa hiyo yule dumuzi anayetafuna pesa anakuja, maana Mungu huwa anamkemea mharibifu kwa wale wanaotoa fungu la 10. Jina la Bwana libarikiwe. Wewe ndugu yangu msikilizaji, popote unaponisikiliza, kama unatoa fungu la 10, endelea kutoa fungu la 10 na ishi maisha matakatifu. Na wewe uliyekuwa na mpango wa kuacha hii njia ya wokovu, ukaona labda njia hii ya wokovu inakupotezea muda, haikupotezei muda. Endelea kumpenda Mungu, endelea kuishi maisha ya kumpenda Mungu, utaona faida katika maisha yako. Mimi binafsi nimeona faida kukaa ndani ya Yesu Kristo. Haleluya. Namuona Yesu Kristo ni mzuri, namuona Yesu Kristo ni rafiki wa kweli, ni baba yangu, ni mchungaji mwema. Anachunga hata pesa ninazozipata, anachunga afya yangu, anachunga ndoa yangu, anachunga watoto wangu, anachunga biashara zangu, anachunga kilimo changu. Unaona, ni Yesu analinda. Kwa sababu kila ninachokipata lazima nitoe fungu la 10. Natoa sehemu ya 10 ambayo ni sehemu ya Mungu. Sasa ninapotoa hiyo, Mungu analinda vitu vyangu. Sasa kwa mtu ambaye hajui, unaweza ukakuta kabisa shetani anaiba hata ukiweka kwenye mfuko sijui wa aina gani, hata ukiweka benki. Unashangaa shetani anaweza kukuibia kwa njia nyingi. Anafungulia mlango wa matatizo. Hapa tatizo, hapa tatizo, hapa tatizo. Unaenda benki mwenyewe, unazichukua pesa, unazitawanya. Sasa nilikuwa na pesa nyingi, saizi zimetawanyika mpaka nimefilisika. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ya dhambi. Pengine dhambi ya siri ya kutokumtolea Mungu fungu la 10. Nasema, kwani Bwana mchungaji atajua mimi napata kiasi gani? Toa fungu la 10. Usifanye dhambi ya siri. Nafundisha dhambi za siri, jinsi zilivyo mbaya na jinsi zinavyoweza kumharibu Mkristo au mtu mwingine yoyote anayefanya vitu kama hivyo. Mungu atusaidie sana. Namba 6, kwa wanandoa, kama baba au mama anafanya dhambi ya mchepuko kwenda kufanya uzinzi, dhambi hiyo italeta huzuni katika ndoa. Italeta huzuni katika ndoa. Kumbuka, mtu hata kama amechepuka hata mara 3 mara 4, hajafumaniwa, hajaonekana, hajashikwa na mtu, lakini huwa iko dhamiri ya ndani ambayo inaweza ikaanza kumweleza mwenzi wako kwamba mwenzangu sio mwaminifu. Ninavyomuona tu sio mwaminifu. Hata ukishika tu simu yake, unashangaa sasa, unachukua simu ya nini? Acha hiyo simu, ni yangu. Kwa nini? Kama simu ni ya mpenzi wako, kama ni ya mke wako, unaificha ya nini? Acha ikague kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kama kuna wafanyakazi mnawasiliana nao, wanaonekana tu. Lakini kuna message zingine unaweza unashangaa mtu simu inapigwa simu, halo, anakimbilia, anaenda kusikilizia bafuni au chooni.
kwa sababu ni mpenzi wake wa mchepuko ndiye anayempigia, ili mtu asisikilize. Sikilizaga hapo hapo, weka hata loudspeaker kama kweli nyinyi ni wa kweli. Haleluya, haleluya. Unaweza ukasema Mama Bukuku, sasa unatuingilia mahali pengine. Mimi nafundisha. Mwalimu huwa ni kama kidole kidogo, kinaweza kuchokonoa kwenye sikio mpaka kikatoa na uchafu. Mungu atusaidie sana. Lengo letu ni tupone. Pengine nyumba yako unaweza ukailetea matatizo kwa dhambi za siri. Pengine ndoa yako unailetea matatizo kwa dhambi ya siri. Na sio wanandoa tu wataathirika, ni pamoja na watoto. Hawatapata haki zao za msingi kwa sababu baba anachepuka, mama anachepuka. Kila mtu yuko kwenye mchepuko. Unaona? Ni sawa na kuiba pesa kwenye mfuko wa kulia unaingiza kwenye mfuko wa kushoto. Unajiibia mwenyewe. Mungu akusaidie sana. Mungu akuhurumie. Njoo kwa Yesu, Yesu akusaidie ili aweze kukata tamaa. Avunje tamaa ya uzinzi ndani ya maisha yako. Huwezi kuiondoa. Najua hupendi kufanya hivyo. Yuko Yesu anaweza kukusaidia ndugu yangu. Ndugu yangu popote unaponisikiliza. Yuko Yesu anaweza kukusaidia kabisa. Dhambi hii sio nzuri. Inaweza kusababisha hata watu wakaachana, wakapeana talaka kwa sababu ya mmoja kutokuwa mwaminifu. Anasema mimi bora nikae peke yangu. Kwa nini kukaa na mke mzinzi? Kwa nini kukaa na mwanamume mzinzi? Ataniletea magonjwa. Bora ningekaa peke yangu. Na mtu anapofanya dhambi ya uzinzi, lazima anamchukia mwenzi wake wa kweli. Atamchukia kwa machukio makubwa, hata kumpiga, hata kumwambia wewe hujui labda hata kupika, hujui kufanya nini, ondoka. Viko vitu kama hivyo. Viko vitu kama hivyo katika jamii. Mimi ninaishi katika jamii. Siishi angani, siishi mbinguni, naishi duniani, na ninakutana na watu wa namna hiyo. Wanaambia mama mchungaji, mimi nimechoka. Kuna 1, 2, 3. Unawatia moyo tu kwamba endelea kuomba Mungu, Mungu atamsaidia, Mungu atamuokoa, Mungu atafanya kitu. Haleluya. Katika Malaki 2:14 neno la Mungu linasema Mungu hafurahii kuachana. Hebu naomba tusome hilo neno la Mungu. Malaki. Katika Malaki 2 na mstari wa 14. Malaki 2 mstari wa 14 neno la Mungu linasema, lakini ninyi mwasema, ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Bwana amekuwa shahidi kati ya wewe na mke wa ujana wako, uliyemtenda mambo ya hiana, angawa yeye ni mwenzako na mke wa agano lako. Unaona? Anasema Mungu hapendi kuachana. Usimtende hiana mke wa ujana wako au mume wa ujana wako. Mlioana mkiwa vijana mpaka mmezeeka, au mmeishi maisha ya shida sana mlipokuwa wenyewe tu. Labda hamjapata hata watoto, lakini baadaye Mungu amewabarikia, amekuja kuwapa watoto. Unashangaa mwingine sasa macho yanaanza kuangalia duniani tena. Hapana, yatulize macho yako nyumbani kwako. Tuliza macho yako kwenye nyumba yako. Tuliza kwa mpenzi wako na Mungu atawasaidia. Haleluya, haleluya. Ndugu yangu msikilizaji, popote pale unaponisikiliza, muangalie Mungu. Mungu wetu ni Mungu mzuri. Njoo kwa Yesu. Yesu anaweza kukusaidia kabisa. Dhambi pia inaweza ikaleta kifo. Dhambi inaweza ikaleta kifo. Nakumbuka kuna rafiki yangu mmoja tulikuwa tunasoma naye shule ya msingi. Mwaka 1977. Nikiwa shule ya msingi, darasa la 7. Sasa rafiki yangu mmoja, yeye akawa ameenda kwa dada yake mmoja, alikuwa ni wa kike huyo dada. Alipoenda kule, kumbe akaanza maisha ya uzinzi. Akapata mimba. Alipopata mimba, akawa anaumwa, na alipopata ile mimba, akashawishika kutoa ile mimba. Aliposhawishika kutoa ile mimba, sasa akawa anahangaika tu, kumbe amekunywa dawa, sijui ni dawa gani.
akawa anahangaika, anatapatapa, anaanguka chini, anajigaragaza nini. Wale ndugu wanamwambia, unaumwa nini wewe dada, unaumwa nini? Wakamchukua wakamkimbiza hospitalini. Walipofika hospitalini, wanajaribu kumtibu, maana hasemi ule ukweli. Wakimshikashika wajaribu kuona kwamba anaumwa nini, anawasukuma manesi mikono namna hii. Mwisho yule dada akafa. Yule rafiki yangu niliumia sana. Alikuwa rafiki yangu sana, maana tulikuwa tunasoma wote, tunakaa kijiji kimoja. Alipofariki yule dada, ndio manesi kuja kufuatilia, madaktari kuchunguza vizuri, wakaona kumbe alikuwa anatoa mimba. Unaona, yule dada alikuwa anafanya dhambi za siri. Kumbe mimi nafikiri msichana mwenzangu tu, tunatembea wote vizuri, kumbe mwenzetu anafanya maisha yake ya mchepuko. Wazazi walilia sana. Alikuwa first born katika familia yao. Walikuwa wanampenda yule dada. Unaona, yule dada huwa nakumbuka mpaka leo. Huwa anasema, jamani, yule dada pengine angekuepo, labda ingekuwa hivi. Lakini alikufa kwa sababu ya kutoa mimba. Wangapi tumeona wametoa mimba na wamepoteza maisha. Zile ni dhambi za siri wanazozifanya. Unakuta binti yuko shuleni, anapata mimba, basi anadanganyika kwamba toa tu hiyo mimba, alafu ndio anapotea. Hasara kwa ukoo, hasara kwake mwenyewe, hasara kwa wazazi, hasara kwa jamii, hasara mpaka hata kwa serikali. Maana wangemtegemea angeweza kufanya kazi serikalini. Kwa hiyo akapotea yule dada, akafa. Kwa hiyo dhambi ni mbaya mno. Dhambi ni mbaya mno. Njoo kwa Yesu. Yamkini ziko dhambi ambazo umekuwa ukifanya kwa siri, hujakamatwa, lakini Mungu wa mbinguni amekuletea hili somo kwa kunitumia mimi ili uweze kutubu. Neno la Mungu linasemaje katika Isaya ile 1 na ule mstari wa 18? Hebu nisome hilo neno. Isaya 1. Isaya 1 mstari wa 18. Neno la Mungu linasema, haya njoni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Haya njoni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Jina la Bwana libarikiwe. Dhambi ni mbaya. Dhambi inahitaji kutubiwa tu. Ungama dhambi zako, tubu, acha, usirudie. Omba Mungu, kwa Mungu nisaidie, nimechoka na dhambi, nimechoka na uzinzi, nimechoka na ulevi, nimechoka na uchawi. Mungu nisaidie. Tubu mbele za Mungu na Mungu atakusaidia. Unapotubu, Mungu atakuokoa ndugu yangu. Mungu atakusaidia ndugu yangu. Usikate tamaa. Usione dhambi ulizozifanya kwamba Mungu hawezi kukusaidia. Mungu anaweza kukusaidia kabisa. Usijidanganye tu kwamba mimi ninasali kila Jumapili, mimi ninatoa sadaka. Mungu haongwi na sadaka zako. Mungu anautaka moyo wako kwanza. Utubu ili uokoke, umjue Yesu awe Bwana na Mwokozi katika maisha yako. Amalize kiu ya dhambi katika maisha yako. Utakuwa salama. Ni raha sana na inawezekana sana kuishi katika dunia hii bila dhambi. Biblia inasema watakatifu waliopo duniani, hao ndio walio bora na hao ndio ninaopendezwa nao. Na neno la Mungu linasema katika Petro wa kwanza, anasema kwamba muwe watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu, kama Mungu alivyo mtakatifu. Kuokoka ni duniani, sio mbinguni. Mbinguni unaenda kuishi tu kutokana na jinsi ulivyoishi hapa duniani. Utaishi mbinguni ama utaishi jehanamu kutokana na jinsi na maisha ulioyachagua ya kuishi hapa duniani. Chagua uzima, chagua uishi maisha matakatifu. Inawezekana. Mimi huwa ninatoa ushuhuda wangu, huwa siachi kutoa kwamba niliokoka nikiwa binti wa miaka 10 na kitu tu, nikiwa form 2 mwaka 1979.
tarehe 26 mwezi wa kwanza 1979 ndipo nilipoyatoa maisha yangu kwa Bwana Yesu. Alafu kabla sijaokoka nilikuwa na dini nzuri nilikokuwa naabudu. Nilikuwa naabudu kwenye dini nzuri tu. Lakini nilikuwa mwimbaji mzuri, lakini nilikuwa nasema uongo sana. Hata nikichukua kitu nyumbani, nikidokoa kitu kwa mama, yani nikimwambia mama sijachukua, alikuwa na wakati mwingine anaamini kwamba kweli sijachukua, lakini moyoni unakuta nimechukua. Unaona? Sasa siku moja nikaota njozi moja. Ngoja nikusimulie wakati namalizia hili somo. Nikaota njozi moja. Maana kanisani nilikuwa naimba, nilikuwa kwenye kwaya ya vijana. Nilikuwa naimba alafu na solo vizuri kabisa. Lakini uongo nasema, wizi nilikuwa nao, nilikuwa nadokoa vitu vya nyumbani. Unaweza ukasema huo sio wizi, unajichukua. Hapana, hata kama unadokoa vitu vya nyumbani, hujaomba kwa wazazi, ni dhambi. Unaona? Sasa nikaota njozi. Siku moja Mungu kaniletea ndoto. Hiyo ilikuwa ni ndoto tu, lakini ilininyosha vizuri. Asante kwa ile njozi, naikumbuka mpaka leo. Sasa nilipoota ile ndoto, nilisikia tarumbeta imelia. Ile tarumbeta ilipolia, nikasema tarumbeta imelia, itakuwa mwisho wa dunia. Nilipotoka nje, nikashangaa sikuona nyumba hata moja, ilibaki nyumba ya kwetu tu. Ilibaki nyumba ya kwetu tu. Nikaangalia nyumba zote hazionekani, lakini nilikuwa naona kwenye mwisho wa upeo wangu wa macho, watu wanatoka kama utitiri, kama siafu. Wengi wanakimbia, wanaenda tu kwenye pointi moja. Nilipofika pale, na mimi nikawa nakimbia. Nilipofika pale, nikakuta tu Yesu Kristo amesimama kwenye mwanga juu, anaita majina, fulani, 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 anaita, nipo Bwana. Wanapaa juu, fulani anapaa juu. Kule juu wanaimba vizuri sana, wanaimba vizuri sana. Mimi nasikiliza jina langu, sikusikia jina langu. Nikaanza kumwambia Yesu, mbona nilikuwa ninaimba kanisani? Mbona nilikuwa natoa sadaka? Mbona nilikuwa naenda kanisani? Nafanya hivi na hivi. Yesu aliniambia, ondoka, sikujui. Alafu nililia sana kwenye ile njozi. Nilipoamka sasa nikagundua, nikakuta pale nilipolala machozi kwenye mto, mpaka ule mto ulikuwa umeloa. Nikasema afadhali sio mwisho wa dunia, maana nilikuwa nimeachwa. Nikakumbuka maneno ya Mungu kwamba wengi watasema nilitoa unabii kwa jina lako, nilifanya hivi kwa jina lako, lakini akasema ondoka, sikujui. Ni watu waliokuwa wanafanya dhambi kwa siri. Njoo kwa Yesu, Yesu aweza kukuokoa. Ndugu yangu, basi ngoja niombe kwako. Kama uko popote hujaokoka, nifuate maneno haya. Sema, Bwana Yesu, nakuja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe. Naomba uniokoe. Unisafishe kwa damu yako. Kuanzia leo, mimi nataka kuokoka, nikujue wewe. Kwa jina la Yesu Kristo, asante kuniokoa. Amen. Mawasiliano yangu kama nilivyosema ni 0754552889. Mungu akubariki ndugu yangu msikilizaji ambaye umekuwa ukinisikiliza kwa muda mrefu. Na pia unaweza ukanipata kwenye YouTube yangu, imeandikwa tu Dr. Suzana Bukuku. Kiandika hivyo utanipata. Unaweza ukalipata pia somo hili na masomo mengine. Mungu akubariki sana. Kwa heri, Mungu akubariki. Amen.